Bana, baada ya klabu ya Young Africans kutia saini na GSM juu ya kujengwa kwa uwanja ambao utakuwa ni uwanja wa klabu ya Yanga, lakini utakuwa na wamiliki wawili kwa maana ya hisa ya 50-50 kati ya mwekezaji GSM na klabu ya Yanga. Mengi yamekwenda kuibuka, lakini wengi wakiwa wanaoji ama wanajaji juu ya 50-50 wakizungumza na kuhisi kwamba klabu ya Yanga inadhulumiwa kama si kuibiwa. Lakini wengine pia wanaoji juu ya ukomo wa mkataba. Kwa nini auonyeshe lini unakwenda kukoma? Utakwenda kuisha lini huu? Mbona Young Africans inaibiwa? Haya basi, ungana nasi bwana sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Jina langu naitwa Cisco, ndio nahodha wako kwa nyakati hizi, lakini niko na nani? Niko na Chifu Dominic Salamba ambaye atakwenda kuhakikisha tunapata zile small details, yani taarifa ndogo ndogo juu ya mambo haya. Ni kweli Yanga inaumia? GSM inanyonya Yanga ama Yanga inanufaika vipi? Ni mtaalamu pia. Ungana nasi bwana. Salama, uko njema? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Afya yako haiteteleki kabisa? Vizuri sana, Mungu ni mwema, anabariki. Mengi unayasikia baada ya mkataba wa Yanga? Tunasikia mengi tunayasikia lakini ndio sema maendeleo. Okay. Na cha kujifunza ni kwamba tu hakuna kitu ambacho kitakubaliwa na watu wote. Na wakosoaji hawakosi. Wakosoaji hawakosi, lazima wakosoe. Yaani kwenye kila kitu lazima watafute zile weakness areas then waweze kuzizungumza. Kwa hiyo ndio maana ya maisha, challenging zipo na ndio zinapeleka kufanya watu waendelee kufanya mambo makubwa ili kuweza kuthibitisha kwamba watu walikuwa wrong. Salamba, 50% kwa Young Africans, 50 kwa mwekezaji. Watu wanazungumza baadhi yao na kufika mbali kuona klabu ya Yanga kama vile na kwendwa kunyonywa. Kwa nini? Yanga ni klabu kubwa, ina fan base kubwa, eneo lenyewe la uwanja ni katikati ya jiji, walikuwa na ekali 9 billions of money. Ukilitazama lile eneo la pale Jangwani, wanakwenda kumpa mwekezaji awekeze fedha halafu wagawane 50-50. Mbona Yanga amekubali kunyonywa kwa namna hii? Ni kweli Young Africans ananyonywa kwenye huu mkataba ukiutazama na kusikiliza vizuri kama walivyoelezea wakati wanaingia makubaliano ya pande zote mbili? Ni jambo la kushangaza na ni kituko. Okay. Ambacho mimi naona ni kituko cha mwaka, lakini ni mwendelezo wa kutopenda kuona vitu vizuri vikifanyika. Na tumekuwa na huo utamaduni wa kupinga kila kitu ambacho wanafanya kabisa, na kuto appreciate juhudi kubwa ambazo watu wanafanya kwenye mambo fulani. Na hiko ndio kinafanya mpaka leo hii kwa sehemu kubwa tusipige hatua. Kwa sababu nikuuliza kitu kimoja, Yanga saizi ina umri wa miaka 90. Ndio. Na toka inaanzishwa walikuwa na lile eneo lao kabisa. Mpaka leo hii ukiacha kuja kwa GSM, lile eneo wamelifanyia nini? Hawajalifanyia chochote. Hiyo thamani ya billions of money haikuwepo? Ilikuwepo. Waliwezaje kuiconvert kwenda kwenye pesa? Ilikuwa ni ngumu, labda ilikuwa nasubiriwa mwekezaji afike sasa. Kwa subiria mwekezaji afike. Walishindwa kumtafuta. Yanga ilikuwa inapita kwenye bakuli. Uwanja kaunda ukuwepo? Ulikuwepo. Mbona hawakutumia ili kwenda kulipa madeni yale bakuli? Yanga leo hii anafungiwa kwa kusajili kutokana na madeni ya nyuma ambayo alikuwa anadaiwa. Ule uwanja kaunda haupo? Ulikuwepo. Leo hii Yanga anaondoka Aziz Ki kwenda wapi huko, anaondoka Mayele kutokana na gharama kubwa za kuweza kumretain. Ule uwanja ukuwepo? Ulikuwepo. Kwa hiyo hayo ni maneno ya watu ambao wanapiga mahesabu kwenye karatasi. Ukisema uchukulie hivyo, basi kila mtu ni tajiri. Kwa sababu hata kwenu kule Morogoro, babu yako anaweka 3,000. Lakini sometimes hata 100 hauna. Kabisa. Sasa ile 3,000 inakusaidia nini? Hainisaidii chochote. Mpaka utakapoweza kuiconvert ili iweze kuwa thamani. Sawa? Ili iweze kuwa thamani, lazima iwe ni asset ambayo umeweza kuiturn kwenda kwenye cash au kwenye liquidity kwa maana ya fedha. Ndio inakuwa ni hivyo, inakuwa ina thamani. Kupiga tu hesabu za kwamba pale wangechukua wangempa, yuko wapi huyo mtu wa kumpa? Alafu pili, unapozungumzia kwamba sijui wangeweza kutafuta mchezaji mwingine, ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho watu wengi hawakifahamu. Yes. Biashara ya mpira
imefanikiwa sana Ulaya kwa sababu Europe wame associate, yani wamelink mpira, timu za mpira wamelink na maeneo. Yani ukienda pale Birmingham City, ukizaliwa tu wewe ni member wa Birmingham, na kuna kiasi cha fedha ambacho unakatwa kama katika service nyingine za kufanya ile timu iweze kuwepo. Kwa hiyo mji mzima au kitongoji kizima, kama ni Leeds ni wapi, wote mnakuwa ni part ya ile timu. Okay. Kwa hiyo hata kama wakiwa wana uwanja, unakuwa ni uwanja wa serikali, kwa maana inakuwa ni sehemu ya service. Kama leo serikali ikiamua kujenga barabara, haijengi kwa sababu ipate faida ya fedha, inajenga kama ni sehemu ya service, ili watu waendelee kupita, wakipita watakwenda kuchochea, ni kama ni kichocheo cha uchumi, kwamba watu watauza mazao na nini. Kwa hiyo serikali haifikiri kwamba ijenge barabara labda kwa bilioni 200 ili kesho ile irudi kwenye barabara. Wanajenga ile barabara ili kuweza kuboresha maisha ya watu, waweze kuongeza mzunguko wa uchumi, mazao yauze, wakue, wa develop. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni service ya kijamii. Ndio maana ukiangalia viwanja vingi duniani vinamilikiwa na majiji husika. Na kwa sababu wenzetu walishafanikiwa kuweza kuhusianisha kati ya timu sawa na eneo husika. Ndio maana timu nyingi zinaitwa majina ya maeneo. Newcastle, Liverpool, Manchester United, yani ni maeneo ni majina ya maeneo. Lakini si kwetu kunaambiwa Simba, kuna eneo linaloitwa Simba. Hapana. Kunaambiwa Yanga, kuna eneo linaloitwa Yanga. Hapana, tuna. Kwa hiyo wale wamefanya attachment kati ya vilabu na ile maeneo yao. Lakini pia wenzetu walienda mbali zaidi. Kabla hawajaanza kufikiria issue ya viwanja, walitengeneza kufanya mpira iwe kama ni sehemu ya mtoko. Ni sehemu ya mtoko. Yaani mtu anakwenda uwanjani kumvesha mchumba wake pete. Sawa hivyo. Na mambo kama hayo. Kuna migahawa, kuna nini. Kwa hiyo mtu ni kama ambavyo unatoka leo unakwenda picnic, unakwenda beach na sehemu nyingine wanafanya vile. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa sana wa kuuza tiketi za msimu mzima. Lakini mbali ya hapo, pale pana vitu vingi, kuna mahoteli na vitu vingine vingi. Kwa hiyo sio gate collection ndio inafanya biashara hii. Ndio ukiangalia timu nyingi kubwa za Afrika hazina viwanja vyake vyao penyewe. Achia mbali na kuwa na training ground zile ambazo unaweza kuzitumia. Hawana. Si kama wangekuwa nao basi wangekuwa na uchezea. Mimi nazungumzia ambao unachezea. Tumia kwenye mechi sio kwao. Sio kwao. Wanadaga uwanja wa jiji. Yaani hizo ni story. Kama wangekuwa nao tungeona mechi ya Yanga na Ali wanachezea kwao. Si uwanja wao. Sasa kwa nini usitumie kama una vigezo? Tunazungumzia uwanja ambao unaweza ukatumika, uwanja wenye vigezo. Unaelewa usije kutetea hapa mambo ya kule Bunjwa, uwanja ambao utakwenda ambao unatumika wakati husika. Sawa. Mamelodi wanatumia uwanja sio kwao wenyewe. Ni uwanja wa Manispaa wao wanaotumia, kwa sababu ni gharama kubwa kuweza kuwekeza kwenye uwanja alafu fedha ikarudi. Alafu wanasahau kwamba GSM ni mfanyabiashara. Kama ni mfanyabiashara, sio rahisi leo uchukue bilioni 100 au bilioni 90 ukazizike chini. Sio kitu rahisi. Hiyo hela ana option nyingi. Yale ile ni group of companies, wana viwanda, sawa wana makampuni ya transportation, wana ma-ICD kwa maana ya makampuni ya tunasema hizi tunasema hizi shipping line, wanafanya nazo kazi na nini. Ile pesa ukiichukua ukaenda kuwekeza kwenye kiwanda au kwenda kuwekeza kwenye usafirishaji, ni fedha ambayo leo unanunua lori leo, kesho unaanza kuingizia fedha. Inachukua hapa kopa, wapi inapeka Zambia, chukua hapa inapeka sehemu nyingine leo. Kwa ukiwa na bilioni 50, unanunua malori ambayo ndani ya mwaka mmoja yameshakulipa hela yako yote. Lakini mtu anaamua kufua goni hiyo business. Anachukua hela yote anakwenda kuizika chini. Kwenda kuizika chini. Kwenda kuizika chini, alafu ife ndio baadaye aanze kuangalia option za kuweza kupata faida. Hiyo risk hiyo uiangalie. Eneo ambalo ulikuwa nalo pale, eneo lipo liexpose pale, mpaka ilikuwa bwawa pale, kuna samaki na vile wanatokea, lipo tumeka yote, haina faida yote. Leo unakuja mtu amekuja kuwekeza, unaanza kuona pale ni pale potential. Come on. Kwa kimsingi hii biashara, mimi nawaambia tena, mnufaika mkubwa hii biashara ni Yanga. Kuliko GSM. Hii biashara hii hapa. Na Yanga kutokana na uwanja na klabu namba moja na uwanja wake. Kwa nature ya hii biashara. Alafu still mtu anaweka pesa fedha yake ambayo hajui inarudi lini, still anakupatia 50%. Utapata wapi?
Wanasema 50-50 maamuzi yanaweza yakawa madogo sana kwa Young Africans. Wewe unataka maamuzi ya nini? Haya maamuzi makubwa yaliwasaidia wapi? Young Africans atakuwa na uwezo wa kuchezea uwanja bila kulipia au nasemaje? Watu wanashindwa viongozi wa Yanga sio wajinga brother. Pale kwa watu wako smart. Yes. Wako pale ndani. Nakubaliana. Wanapozungumzia 50-50 kwenye profit itakwenda kupatikana. Yeah. Mwisho wa mwaka mmekwenda mmefanya pale, wameingia watu pale, kwa na harusi, mmekuwa mna maduka, mmekuwa mna parking, mna hoteli, mmeshafanya, mmetoa gharama zote. Lile gawio la mwisho wa mwaka kwa mwaka huu hapa tulikusanya shilingi bilioni 30, matumizi bilioni 10, 20 hizi hapa, 10 na kwenda Yanga, 10 GSM. Ni nani utokee mpato wa staili hiyo? Domi, hapo kwenye matumizi na namna ambavyo fedha zikavyogawiwa, naomba kidogo unieleweshe. Young Africans anapokwenda kulipia uwanja, kuutumia uwanja, naye atalipia kama timu nyingine. Yanga ni uwanja wake, anacheza free. Yani Yanga ni uwanja wake. Yani wale ni partners. Si unaelewa? Wao ni partners. Okay. Mimi ndio tunafanya biashara. Lakini wewe umetoa eneo. Mimi nimetoa nini? Nimetoa mtaji. Nimetoa mtaji. Cha kwanza mimi ni kuja kutengeneza ile nini? Ile engagement price ile. Kama ambavyo tuishwa Simba ile na Mo. Yeah. Mo bila tu bilioni 20. Simba watoa seti zao. Okay. Ndio muunganiko unapokwenda kuanzia muunganiko. Yeah. Kwa hiyo hapa cha kufanya, hatua ya kwanza, mtu anawekeza fedha kwenye lile eneo. Yeah. Fedha ambayo wao kuwa nayo. Mnakwenda nafika hatua ile labda okay, wamejenga kwa bilioni 100. Mmeenda ile imerudi bilioni 100 baada ya miaka 50. Bilioni 100 imerudi. Kwa hiyo hakuna deni. Tuko sawa sasa. Tuko sawa sasa. Baada ya kuwa sawa, tunaanza kula faida. Ni kama mambo ya Isa, unachukua si yako. Hiyo Yanga hela angeitoa wapi? Hayo maduka pale ambayo atakwenda kukusanywa pale. Hiyo Yanga hela angeitoa wapi? Hizo hoteli ambazo Yanga yangeitoa wapi? Hao tu mnakuwa mna hoteli zile za kufikirika. Kwa maana babu yangu anaenda pale Magoro mjini pale. Yeye tukijenga ile gorofa, jenga sasa. Jenga sasa. Sio tukijenga pale kuna gorofa 200. Jenga sasa gorofa 200 pale. Hizo frame 200 zijenge sasa frame 200 zionekane. Sio tunaongea wapi? Kichwani. Kwa hiyo watu wanataka kujaribu kudogosha. Ili ni jambo ambalo kama kuna kipindi ambacho mashabiki wa Yanga wanatakiwa wafanye maombi ya kufunga na kuomba. Kufanya dua ni kipindi kumwombea GSM ili asije ya mtazamo wala sio kubadilisha mtazamo. Jambo ni kubwa sana na amefanya kitu ni zaidi ya biashara. Ni zaidi ya biashara, na mimi sidhani kama hata washauri wake walimshauri kitu wa kiuchumi. Sidhani kama washauri wake walimshauri afanye kitu. Mimi binafsi hakuna mchumi ambaye anataka kushauri ingie kwenye biashara hiyo, lakini yeye jamaa ameamua kufanya kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. Yaani kaamua yeye kufanya, hajaangalia biashara. Kibiashara hakuna mchumi atakayekubali kufanya biashara namna ile. Hayupo. Ingekuwa ni rahisi, wewe Mo uwanja angeshajenga. Mo ni bilioni mkubwa. Yaani bilionia mkubwa Afrika. Mbona ajengi kiwanja? Unafikiria anashindwa? Hailipi. Okay. Hailipi. Maana hofu yangu ilikuwa Young Africans atatumia ule uwanja. Unafikiri kwa nini Mo alikuwa anataka apewe 51%? Ilifika wakati Mo alitaka 80%. Kwa nini? Simba chukua 20%. Kwa nini? Hailipi hiyo biashara bro. Biashara hiyo ni ngumu. Hawa ni matajiri wakubwa. Lakini pale unazika pesa chini. You take money unaweka chini hela. Yaani leo bilioni 100 zinakaa chini hali ile. Zijengwe kwa miaka 2 miaka 3. Okay. Alafu unaanza kukusanya milioni 20 ya mapato, uanze unaanza frame ziji sio leo. Na hapo kuna riski nyingi ndani yake ambazo zinaenda kutokea. Lakini Salamba, watu wanafika mbali zaidi hapo kwenye asilimia hizo, hasa kikomo. Yani unakosaje kikomo mkataba? Ina maana vitukuu na vitukuu vyake vyote GSM hata akija kufilisika bado atakuwa anaingiza kupitia uwanja wa wananchi. Sema kikomo kwenye profit hakuna kikomo bro. Kwani wewe unaishi ile upate nini? Faida. Sasa wewe unapata faida meshaka yote, shida nini? Sio kwamba bidii wewe ndio ushangilie. Sababu ni faida yote. Yanga anafaidika mpaka milele. Mpaka milele. Ungesa pengine amejenga uwanja, alafu baada ya miaka 20 Yanga mtumii tena anabaki nao yeye milele. Lakini mlake Yanga wanaendelea kuwa na ardhi yao milele na wanaendelea kula gawio milele. Okay. Na kingine ndio kasema kwamba hivi, yani hapo mwenye faida ni Yanga kwa sababu GSM anaweza akafilisika au baadaye akaja akaacha biashara. Yanga haiwezi kufa. Sasa nani ambaye anza akapata sala? Anayefilisika au Yanga? Na uwanja ushajengwa.
hapo anapata sara GSM. Sasa kwa nini ameangalia mambo kama hayo? Kwa kwake angesema anauza ili nifanye biashara nyingine. Ile ni timu ya wanachama. Yeye ndio kwa gawio tu. Lakini yeye ndo ameingia kwenye, yani yeye ndo ameingia kwenye riski kuliko Yanga, sababu Yanga wapo mpo, watu wamekuta, watu wanaendelea kuikuta, itakuwepo, itaendelea, bado wametengenezwa faida ya maisha, kwa sababu bado wataendelea kuangalia mpira, bado biashara zinaendelea kufanyika, wako tu. Siku wakiamua kurekebisha, maana yake ni kwamba hawa ni partners wawili. Siku wakiamua waweze kutanua, wanatanua wote uwanja wao. Makeleo wanasema pengine watu 30. Baada ya miaka 20 mbele, pengine bako mbele miaka 50 mbele, wanaamua kuongeza. Uende kwa kama wa Bernabeu ni Barcelona. Sio waliongeza. Wataongeza wako pamoja. Shida ni nini? Hakuna shida. Shida ni nini? Kuna shida. Lakini sasa kwa sababu watu wanataka kudogoza ili jambo bro. Yaani huyu jamaa itakiwa wamtafutie tuzo ya heshima, wamkabidhi kwa riski aliyoichukua na mapenzi aliyoonyesha mashabiki wa klabu ya Yanga. Yaani hakuna upendo ambao ameweza kuwafanyia kama ile jambo. Jambo ambalo hakuna mchumi yoyote ambaye unaweza kukaa chini ukamshawishi mfanyabiashara yote akamwambia afanye biashara hii. Mo ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa wenye akili kubwa, mpaka unakuwa tajiri namba moja Tanzania na Afrika sasa ngapi? Wewe sio mtu wa kawaida kabisa. Yaani usimchukue tu poa kabisa, maana yake ni genius. Unaelewa? Na kupata vizuri, ana uwezo mkubwa kuweza kuangalia fursa za kibiashara, ana jicho la kuona, ana biashara nyingi za mashamba za nini, viwanda. Unafikiri biashara kuiona ya mpira? Hajui kama Simba ina mashabiki karibia 20,000 30. Hajui? Anajua. Mbona jengi kiwanja? Nakuuliza wewe, aoni aoni kabisa, aoni kwamba hii Simba hapa mashabiki wapo, hamna, hailipi. Biashara ya Stadium Africa hailipi. Jenga uwanja kama tu unaenda kusaidia, ni service. Lakini mimi naamini kwa sababu ingekuwa inalipa Ahli kwa ukubwa. Wangekuwa swali tu, timu nyingi zingeshajenga. Wangeshajenga viwanja vikubwa. Kwa sababu they have money. Lakini mbona hawajengi? Kipindi hata Mazembe ilikuwa kwenye top. Sasa mbona kujenga uwanja ule? Kwa nini usijenge? Ni kitu cha season tu ambacho kinaenda kutumika tu. Baada hapo kinafika tu kinakaa hivyo, unafungwa tu. Uwanja Mkapa, sababu serikali imejenga, nilivyokuambia, ni kama tuseme tu ya kutaka kuitangaza nchi na kutoa service. Pale kuna faida gani pale ambazo serikali inapata? Pale ukiambiwa matengenezo yake shilingi ngapi? Sababu tunazungumza sasa, wao hizo wanapata wapi? Hizo mechi za Simba na Yanga za kuuza milioni ngapi? Tangazaga mabilioni kutengeneza uwanja nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni huduma hiyo, wanatoa huduma tu. Hii yani ni service ambayo inaendelea kutolewa. Kuna mtu aliniuliza swali Salamba, kama tunasikia wizara inatangazaga kurekebisha uwanja bilioni 5, bilioni 10 na vitu kama hivyo. Klabu ya Yanga sasa, wao na GSM watakuwa na uwanja. Yanga akipata fedha zake atakuwa anazitumia kwenye mzunguko wake, kwa maana wachezaji kulipa, mambo madogo kwenye ukarabati. Zikitakiwa bilioni 10, Yanga anaweza kumudu hilo jambo? Anamudu, si watu wanashare. Anamudu tena biashara. Yeye pesa yake ile 50% ya faida ameshawalipa wachezaji 6 huko. Hamna stadi ya uchumi huko hivyo bro. Okay. Uchumi, hebu tupe darasa. Uwezo ukaa una gari, alafu kila siku ukitoa hesabu unakwenda kunywa pombe. Wewe sio mfanya biashara. Unajua Yaani kila siku unatoa gari, hesabu na daladala, wewe unapiga. Wewe sio mfanya biashara. Hamna biashara hivyo kichai. Maana yake lazima uweze kuweka hela ya matengenezo ambayo inakuepo. Lakini pale patakuwa pana kampuni, patakuwa pana bodi ambayo itakuwa naangalia, sawa, wanaangalia matumizi na namna ambayo kuenenda, lakini lazima kuna kiasi kibakie kwa ajili ya emergency. Ndio kwa mambo ya biashara hapo hivyo. Kwamba lazima kuna hela ambayo unaiweka sehemu. Hata wewe labda umetoa hesabu yako kwa siku shilingi 200,000, unajua bwana, hapa 50,000 kae benki kwa emergency, 150,000 iende huku. Hii nyingine hivyo, ndio biashara. Wana plan zao nzuri ambazo zinakuwa zimekaa pale. Kwa sababu hii ni entity ambayo inakwenda kuwa ni fursa ya kwenda kutengeneza uchumi ambao walishindwa kuugeuza. Ulishindwa kuweza kugeuzwa. Unanifahamu? Ulishindwa kwenda kugeuzwa na kwenda kwa thamani. Leo mtu anakwenda kubadilisha kutoka kwenye asset kwenda kwenye value, kwenye thamani. Hasa mtu ni mtu wa kumshika. Ni mtu wa kumwombea Mungu. Kwa sababu nyinyi mnaanza from zero kabisa. Unaona? Hamna chochote, mmekaa nalo mnalo pale tu. Limekaa pale, limekaa muda mrefu mpaka sasa kama mpaka ikaje kwa ni garage pale. Leo mnapata bahati hiyo. Unampata nani? Nimekwambia hivi, watu sio haoni fursa. Matajiri wako wengi, hawajiona hiyo fursa. Wameiona. Mbona kwa nini hawajikimbilia? Bana, GSM
Anastahili kongole, anastahili pongezi. Si rahisi tunakaa kwenye hivi vipaza na kuanza kuzungumza tunachotaka kuzungumza. Umekula makanda yako, umeshiba. Ukiangalia Simba wana mashabiki milioni 30. Milioni 30 ukichukua mara bukubuku ukipiga bilioni 30. Kwa hiyo ukichangisha kila mwezi wakatoa bukubuku watu milioni 30, kwa mwaka mzima wanachukua bilioni 30 mara 12 bilioni 100 sisi ngapi inakuwa kuchukua mara 30 unakuwa ni bilioni 360. Kwa hiyo Simba anaweza kwa mwaka kukusanya bilioni 360. Bilioni 360 hizo ni hesabu za vidole. Zilete kwenye uhalisia. Za vidole yani. Kwa hiyo Simba ni timu tajiri sana duniani au Yanga tajiri sana. Hizo ni hesabu za vidole ambazo haziweki out, ndio wachambuzi wetu ambao wako nao sasa hizi. Mtu anakuja na hoja 200. Sawa, unajua ule uwanja haujaanza kufanya kazi, kwanza ujengwi. Hata kwenye stage za ujenzi hawafahamu. Sasa nazungumza uwanja unaanza kujengwa kesho, mtu analipuka. Kesho kivipi? Kesho bwana hatujaona nondo pale. Hatujaona pale mafundi. Hizo ni stage. Kuna Yanga wamepewa hati. Yanga walifanya vikao na watu wa TARURA. Walishafanya vikao kwenda kujenga ule uwanja. Kwenye kile kikao pale alikuwa amekaa pale mkurugenzi wa NEMC. Alikuwa yuko pale. Uwezi ukaanza kujenga bila kuwa na building permit. Lakini uwezi kuwa building permit bila kwenda kusajili kampuni. Haya mambo yote ndio mchakato wa kwenda kujenga uwanja, ndio umeshaanza tayari, mmetengeneza hiki. Lakini pia sio kila information unakwenda kudisclose kwenye media. Kwa hiyo watakwenda wameanza pale, watakwenda baada hapo watapata building permit, wapeleke michoro, ikapigwe mihuri hivi na hivi na kwenda. Mngeambia mbona mtumie AI? Come on. Hasa kutumia AI ni kitu kibaya. AI imekuja kurahisisha vitu. Wewe ungeona uwanja huu. Kwa hiyo unataka wachukue peni waanze kuchora peni hapa. Wachukue peni wachore. Ndio uone ndio kwamba kweli wajenga uwanja. Teknolojia badilika. Kwa utakwenda pale itafika hatua, hiyo hatua ya kwanza kuona mabati. Yaani wanapozungumzia miezi 18 tokea hatua ya kwanza ya kuanza kutafuta compliance za serikali. Lazima kuna compliance ambazo hizo uwezo sasa leo ndio tunaanza kwenda kwa mipango miji wa Ilala kwenda sio sawa. Kwa hiyo mpaka wanatoka hadharani maana yake uwanja umeanza kujengwa. Lakini umeanza kwenye stage za kufanya compliance. Baadaye ndio utakuja kuona tangible, uzio umezungushiwa, wanaendelea. Bana, kuna cha kujifunza hapa. Kuna cha kujifunza. Wanapoambiwa jambo limeanza, sio kuona nondo. Kuna processes zinafuatwa ili mambo yakae vizuri. Chukua hilo darasa na uambie wenzio wenda wanakusumbua kwenye hilo jambo. Ndio maana anaitwa Chifu Nzobane kama Zoomfella. Siko bahati mbaya, ni kwa sababu ya hizi small details, yani taarifa ndogo ndogo ambazo unaweza kuzipata kokote. Kwenye ujenzi unaanza kwanza kwenye eneo. Unatiki hatua ya kwanza. Hapo tayari umeanza ujenzi. Eneo lipo? Lipo. Unatiki. Unakuja upimaji wa eneo. Eneo linapimwa. Limepimwa. Unatiki. Hapo ndo unaendelea hapo. Unakuja survey. Unatiki. Upembuzi yakinifu. Unatiki. Mpaka unaona michoro. Maana tayari upembuzi ushafanyika. Mpaka michoro umeona drawings na nini, capacity unatiki. Unakuja kwenye detail designing. Tumeona tayari uwanja wa Yanga. Designing. Unatiki. Kwa hiyo stage ngapi hiyo? Stage ya 5. Unakuja kutangaza mzabuni, contractor, unatiki. Yanga tayari mzabuni wanaye. Tayari kupitana GSM. Ya ngapi hiyo? Ya 6. Ndio unakuja kwenye hatua ya 7, mobilization. Kukusanya vitendea kazi vya site. Kwa hiyo Yanga wanaingia kwenye stage namba 7 ya mobilization. Baada ya hapo atakuja site clearance, watatana pale, wanaanza kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna stage za msingi 9. Yanga sasa yupo kwenye stage namba 7. Yaani yupo stage namba 7. Sababu zote zishapita. Sasa hizo zote hizi ni mchakato ushafanyika. Haya yote haya huwezi kuona bati zimekaa sehemu. Sasa watu wanakaa tu mbona leo tupita Jangwani pale hatujaona kitu. Taaluma, tafuta engineer, uliza. Shida yenyewe wachambuzi, mnachambua kila kitu. Yaani kila kitu mnatumia nini? Kila kitu mnatumia logic. Sio facts, ni logic. Yaani ukitaka umekaa zako tu hata una hata ABC za mambo ya engineering, yani unataka piga simu kwa watu. Yaani ukipewa kipaza kuzungumza, sio kila kitu tumia logic. Vitu vingine ni facts, ni taaluma. Vitu vingine nini? Taaluma. Umepewa nafasi ya kuzungumza mbele ya maiki, tafuta watu wenye taaluma, fika pale uone hii inakuaje, upewe elimu. Sasa hizo chumbuzi wetu hawa kila kitu wanakijua.
uchumi wa football wanaujua, siasa mpira wanaijua, utawala wa mpira wanaujua, kila kitu biashara mpira wanaijua, kwa sababu tu anaweza kuzungumza nyingi exactly nini. Sio hiyo, ni zaidi ya elimu. Na ukienda ndani ukiangalia, sio kwa nia mbaya, hata madarasa ni ya kawaida kabisa. Lakini kwa sababu tu umepewa kipaza, unajua kuzungumza, mnakuja mnatoka, mnaanza kudanganya watu, kuanza kuwatia watu hofu. Hiyo taaluma mnayo? Umetafuta mtu ambaye anayo taaluma yake kwenda kuelezea? Nenda kauliza, sio mbaya bwana boy. Yanga wamesema watangaza uwanja. Hivi inakuaje? Utaambiwa kuna stage ambazo zinakuwa zinapitiwa kwa ratibu wake, ndio ukienda katika ile plani yao imewekwa hiki hadi hiki, si kadhaa hiki, si kadhaa hiki, na hata wewe kujenga kuna stage, kuna time pale frame imewekwa, ndio mpaka ifika tu bwana uwanja utajengwa kwa miezi 18. Maana yake uwezo wa miezi 18 kama una designing, utajuaje? Ni ngumu kujua. Maana yake mpaka unaongea mwezi 18, maana yake tayari ushajua uwanja una ukubwa gani, utakuwaje, matokeo yake nini, ushajua mpaka swala material yatapatikana wapi, ushajua. Ndio unakuja unatangaza pale kwamba utakuwa ni watu kadhaa, utakuwa ni muda fulani. Hata yote hizo ni stage za ujenzi. Inastahili tukulipe kwenye hili darasa ambalo unatuambia, lakini wakati mwingine nitafanya hivyo, sio wakati huu. Mimi nikupongeze sana Chief. Nakushukuru pia. Umetutoa matongotongo wengi kweli kweli. Mimi mwenyewe nilikuwa naona Yanga anakwenda kudhurumiwa. Kwenye hii 50 kwa 50 na ukomo wa kimkataba, naona Yanga mbona anadhurumiwa hela nyingi hapa. Kuto kujua. Anadhurumiwa nyingi ambazo alikuwa ana. Anadhurumiwa fedha ambayo ilikuwa ana. Anadhurumiwa iko wapi? Miaka 90 ana. Pale jioni chuo jioni madimbwi tu inaenda kutengenezwa faida ya milele. Kila mwezi anakula gawio lake. Anakula pesa tu. Anakula gawio lake. Anakula lake, ana shida tu. Ni kama mstaafu tu ambaye anakula pesa yake tu. Tali kweli. Anakula pesa yake. Na hii itaenda kuongeza uchumi wa klabu ya Yanga. Unakwenda kuongeza na mnakuwa mna fixed asset ambayo mnaendelea collect tu. Na GSM atakuwa anafanya kazi. Na juzi nilizungumza hapa umuhimu wa kuwa na hii 50-50 sharing. Kila mmoja anakuwa yuko aware. Inakwenda kumotivate, kila mmoja anakuwa anawajibika, inakwenda kufanya, yani kuweza kufikiria namna kuweza kuexpand kiuchumi, kwa sababu kila kinachoingia we get 50-50. Naona. Kwa hiyo unakuwa akili yako inakuwa iko very active. Kila kinachoingia 50-50. Bwana, salama, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Muda mrefu kweli kweli tumezungumza hapa. Mengine pia natakiwa yaende kuendelea huko. Mimi bwana sina la ziada. Jina langu naitwa Cisco Fred, nyuma ya kamera na Linga anahakikisha sauti na picha zinakuwa angavu kweli kweli. Basi pia kongole kwa timu nzima wakiongozwa na mzee wetu Kadege Master, Diego Mashuhuri, lakini pia na wengine wote walioshiriki kuhakikisha kwamba tunaonekana vyema kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Shukrani pia kwa Kurugano Israel, fundi master wa maneno. Mimi sina la ziada. Kwa heri.